Wakazi wa Semtema wailalamikia serikali juu ya ubovu wa barabara. Wavamizi 15 kutoka nchini Rwanda wamekamatwa Kongo. Na katika michezo na burudani, Taifa Stars yaweka historia kufuzu hatua ya 16 bora katika mashindano ya AFCON. Habari mtazamaji wa UoI Digital. Karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Wakazi na madereva wa mtaa wa Semtema, kata ya Kihesa mkoani Iringa, wameiomba serikali kufanya marekebisho na kuboresha barabara ili kupunguza ajali za barabarani. Mwanahabari wetu Yvonne Ngao ana undani wa taarifa hii. Wakazi na madereva wa mtaa wa Semtema, kata ya Kihesa mkoani Iringa, wameiomba serikali kufanya marekebisho na kuboresha barabara ili kupunguza ajali za barabarani. Akizungumza na UoI Digital, mwenyekiti wa bodaboda mtaani hapo ameeleza namna ubovu wa barabara unavyoleta athari kwenye biashara yao, huku akiomba serikali kufanya marekebisho ya barabara ili kuepuka ajali za barabarani. Sisi kama madereva tunapata changamoto ya ajali hospitali kwa sababu barabara ina mashimo. Kwa tukiwa tumepakia abiria wengi huwa hawapendi tunaendesha pikipiki alafu kwamba labda unaingia kwenye shimo. Abiria wengi huwa hawapendi hizo shimo. Kwa hiyo inatulazimu tunakwepa mashimo. Unapokwepa shimo unakuwa umeingia kwenye site ya mwenzio, labda unakuwa hujamuona, kwa tunapata ajali. Kwa upande wao, madereva usafirishaji wa mtaa huo wamesema kutowajibika kwa viongozi ndio chanzo kikuu kinachopelekea ubovu wa barabara hizo. Tunapata changamoto kwa sababu tukafanya chombo umepeleka upande huku barabara ina mashimo, kwa abiria anaandilia kwa kama mjamzito bahati mbaya na hata kapata dharura kama mshono ukaharibika. Mwenyekiti wa maafisa wa usafirishaji na maafisa wa usafirishaji wameelezea changamoto za ubovu wa barabara unapoathiri biashara zao za usafirishaji. Nikiripoti kutoka hapa Semtema, ni mimi Yvonne Ngao wa UoI Digital. Katibu wa dini ya Kiislamu Chuo Kikuu cha Iringa amewaasa wanafunzi kujiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanahabari wetu Faraja Mpogole ana undani wa taarifa hii. Katibu wa dini ya Kiislamu Chuo Kikuu cha Iringa amewaasa wanafunzi kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameyasema hayo wakati akizungumza na UoI Digital, ambapo amewaasa wanafunzi kufuata taratibu zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku akieleza changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo katika kipindi hicho. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya pumzi haya leo, lakini pia sisi kama wanafunzi tumejipanga vyema kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani tumeanza kufuata taratibu zote. Tumeanza kuhamasisha watu na kutoa elimu mbalimbali juu ya faida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sambamba na hilo, pia tumeweza kuandaa utaratibu ambao utatufanya Waislamu wote tuweze kujumuika kwa pamoja katika swala zima la iftari, swala zima la ibada na swala zima la kupeana elimu. Hawa wanafunzi wa dini ya Kiislamu chuoni hapo wameeleza faida mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani na mambo aliyojifunza katika miezi ya Ramadhani iliyopita. Mimi ninawasihi mabinti wenzangu katika kuelekea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuishi katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu ili kufanya toba, yani tufanye toba yetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi ambao unatukutanisha Waislamu wote katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Vitu ambavyo huwa nakutana navyo sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu wengi sana wanajumuika katika labda kusoma Qur'ani kwa sana. Ni miezi mingine watu wanakopo hawana ile hamasa ya kusoma, wakiamini kwamba huo ni mwezi wa toba. Maandalizi ni mengi na mambo ya kufikiria katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani ni mengi, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma fadhila, ni mwezi wa kutenda mema na kuhamasishana katika kufanya mema. Najiandaa kiakili, kisaikolojia pamoja na kila kitu. Pia napenda kuwashawishi ndugu zangu na watu wangu wa karibu tuwe watu wema katika kuendea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo niliyojifunza katika miezi ya Ramadhani iliyopita ni mengi sana. Cha kwanza, kuwa mvumilivu, kuwa muamini, kuwa msikivu, lakini pia kuwa muabudu wa kweli na kuwa na imani ya kweli katika Mungu.
Haya ni baadhi ya maoni ya viongozi wa Kiislamu pamoja na wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa wakielezea kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani unaotarajiwa mwezi wa pili. Nikiripoti kutoka Stanley Block, mimi ni Faraja Mpogole wa UoI Digital. Taarifa yake Faraja Mpogole inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinadai kuwa na ushahidi mpya unaothibitishwa uwepo wa jeshi la Rwanda mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wakisaidia waasi wa M23. Siku ya Jumapili, Januari 4, vikosi vya jeshi kutoka nchini Kongo viliwaonyesha wanajeshi 15 wa Rwanda waliohusishwa na uasi wa vyombo vya habari waliokamatwa katika vita katika maeneo mbalimbali nchini Kongo. Kundi hilo pia linajumuisha raia wa kigeni. Taarifa hii inakuja wakati wa mapigano yakiwa yanaendelea. Kwa habari zingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yake itaiongoza Venezuela mpaka pale uongozi mpya wa nchi hiyo utakaopatikana kwa njia salama, bora na kisheria. Trump ametoa onyo kwa viongozi wa kijeshi, kisiasa waliosalia Venezuela kuwa wanaweza kukamatwa na Marekani kama walivyomkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Pia amesema operesheni hii kubwa katika yeyote atakayetishia uhuru wa Marekani. Muhimu zaidi, vikwazo vya mafuta dhidi ya Venezuela vinaendelea kutekelezwa kikamilifu na Marekani itaendelea na operesheni zote za kijeshi hadi pale mahitaji yote yatakapotimizwa. Wanajeshi na wanasiasa wakubwa wote wa Venezuela wanapaswa kufahamu kwamba kilichomkuta Nicolas Maduro kinaweza kumkuta yeyote kama hawatatenda haki kwa watu wao. Na dikteta Maduro amekamatwa na watu wa Venezuela wapo huru sasa. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Angel Magesa. Wakizungumza na UoI Digital, wauzaji hao wamesema vyakula na dawa za asili zina umuhimu na faida nyingi zinazowanufaisha katika maisha yao ya kila siku, ikiwemo kujikinga na magonjwa sugu. Namna ya kuweza kuokoa maisha ya watu kwa hapa mkoani Iringa. Tunawashauri watu wengi watumie dawa zetu za asili kwa sababu ni dawa nzuri ambazo wengi wamezitumia na zimewapa nafuu. Kwa upande wao, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza umuhimu wa dawa za asili katika maisha yao ya kila siku. Kwanza ni chanzo cha ajira. Kama kuna watu hizo dawa wanatumia kama chanzo cha kupata hela. Unaona kuna hospitali mbalimbali zimeanzishwa kwa ajili ya kuuza dawa za asili ambazo zinasaidia pia kwenye matibabu. Umuhimu wa dawa za asili, inasaidia kupunguza kemikali mwilini. Pia inasaidia kupunguza madhara ya dawa za hospitalini ambazo tunaambiwa zinaacha madhara mwilini. Kwa hiyo ni muhimu kutumia dawa za asili ili kuweza kuepukana na madhara ya kemikali zilizopo kwenye dawa za hospitalini. Wananchi mkoani Iringa wameweza kuhimizwa juu ya matumizi na umuhimu wa dawa za tiba za asili. Nikiripoti kutokea maeneo ya soko la Miomboni, ni mimi Angel Magesa wa UoI Digital. Shukrani sana Angel Magesa kwa kutupitisha katika habari za biashara na uchumi. Mtazamaji wa UoI Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Adam Kayombo. Wadau wa soka mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mara baada ya timu hiyo kufika hatua ya 16 bora ya michuano ya African ya mwaka 2025 yanayofanyika nchini Morocco. Moja ya wadau hao wa soka akiwemo Glorious Mlito Mgimba amesema kwamba
Kocha Gamondi ni kocha mzuri, sio kocha mbaya. Tukiangalia kikosi alichokifuma, kwa kwanza kulikuwa kikosi ambacho tunacheza hata matokeo ilikuwa ngumu. Tena uangalia game iliyochezwa hii ya nyuma, uwezo wao ukiangalia Simba sasa kubadilika na nyuma ilikuwa kufanya mabadiliko. Nao baadhi ya mashabiki wa timu ya taifa Tanzania wakiwemo Joachim Kalale pamoja na Art Ongolo wameeleza kwamba kwa nchi yangu Tanzania, nashauri kama serikali isapoti kwa uwezeshaji wa tofauti na wadhamini tofauti kila kwa ajili ya kusapoti timu bora ambazo mazungumzwa na magwiji ya soka ikiwemo Pele pamoja na Maradona. Kushangaza kweli. Haya, nyuma yangu ni mashabiki wa timu ya taifa Tanzania kwa maana Taifa Stars wakitoa maoni yao kuhusu timu ya taifa Tanzania kwa maana ya michuano African mwaka 2025-26 yanayofanyika nchini Morocco. Timu ya taifa Tanzania kwa mara ya kwanza imeweza kufuzwa hatua ya 16 bora. Kutoka eneo hili la Semtema ni mimi Adam Dastan Kayombo wa UoI Digital. Shukrani sana Adam Kayombo kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate msamiati wa leo unaoletwa kwako na Karim Yasin. Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipengele adhimu cha msamiati wa Kiswahili. Leo tumekuletea neno wingi, neno maarufu kabisa ambalo umekuwa ukisikiliza mtaani mara kwa mara. Je, unafahamu maana halisi neno hili? Leo tukatazama wanafunzi kikundi cha Iringa tukielezea unafahamu nini juu ya msamiati. Winga ni nini? Kwa mimi ninavyojua winga ni kama kunguru. Kunguru. Kwa hiyo kusikia neno winga kabisa mtu unaelewa kwamba ni kunguru moja. Najua ni kunguru. Kama sijakosea ni mchezaji watu wanacheza nafasi za kati kama washambuliaji. Lakini kwa muktadha wa sasa hivi inatumika kwa kwamba yani mtu anakuwa na nafasi katikati, yani anacheza nafasi ya katikati, aidha anatoka au kuingia anapeka kuingia, yani anakuwa kiunganishi. Mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, mpenzi mtazamaji wa kipengele nadra kabisa cha msamiati wa Kiswahili, umetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi juu ya msamiati winga. Umeona wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa au kutambua maana halisi neno hili winga. Nataka nikwambie maana halisi ya neno winga ni ile hali au kitendo cha kufukuza kitu ambacho kipo mahala ambapo sio kwetu. Nataka nikuache na sentensi isemao kwamba nilimwinga kunguru baada ya kumuona nyumbani kwangu. Na mwingine anaitwa Karim Yasin, UoI Digital, tuwabariki kidijitali. Asante sana Karim Yasin kwa msamiati wa leo. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati winga. Nami na kuacha na sentensi isemayo Farijika anapenda kuwinga njiwa msituni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri. Thank you.